Mheshimiwa Lissu akiwa mle ndani. Wewe unajua Lissu ana kesi ngapi? Tarehe 9 tunaanza kusikiliza session ya kesi yake ya uhaini. Tarehe 9 mwezi wa pili mpaka tarehe 6 mwezi wa tatu. Sawa. Tarehe 17 kuna kesi ya mali za chama. Tarehe hiyo hiyo 17 kuna maombi madogo ya Lissu anayeomba kuunganishwa kwenye hiyo kesi. Sawa. Hizo zimeshakuwa kesi kama 3. Zinamhusu Lissu, zinamhusu mwenyekiti wa Chadema. Lissu mle ndani hana library. Kwa hiyo anategemea sisi ambao tuko nje tukazungumze, tukafanya utafiti nje, tuchukue hizo finding, tuchukue hizo authorities, tumpelekee humo ndani aweze kusoma na yeye aone na ajiridhishe ili aweze kujiandaa barabara kwenda mahakamani. Unapotuzuia huku nje, manake unamzuia yeye asiweze kujiandaa kwa sababu hana nyenzo za kumfanya yeye aweze kujiandaa. Na uwepo wetu sisi ni maelekezo pia ya mahakama. Kwenye kesi ya uhaini kwa mfano, Lissu aliomba mahakamani mbele ya majaji watatu kwamba mimi Mosi naomba kujitetea, lakini kwa sababu niko gerezani, kwa sababu hakuna library, kwa sababu siwezi kufanya utafiti, naomba mawakili wangu wakae hapa kama sehemu ya wasaidizi wangu wanisaidie kufanya utafiti ili kile ninachokikosa nikiwa gerezani niweze ukipata kupitia hawa. Na amri ya mahakama ikasema sawa, na ndio maana mahakamani pale, pamoja na kwamba Lissu anajitetea, tunazo nafasi zile ziko pale kwa ajili ya mawakili wanaomsaidia Lissu. Hapa pembeni mawakili wa jamhuri, pale pembeni mawakili wanaomsaidia Lissu. Sawa? Hasa unanizuiaje kwenda gerezani? Kwamba hiyo kazi afanye nani? Bwana Jera? Afisa wa magereza? Au nani afanye? Lakini la mwisho, Lissu amekuwepo huku duniani, ana maandiko mengi. Sisi huku tunasema miandiko, ton, amewahi kuandika nyaraka nyingi. Hivi umewahi kuuona huo waraka? Yaani ukiusoma ukiangalia huo maandiko, hivi kuna mtu anaubishani kwamba huyu sio Lissu? Yaani umma wenyewe ukisikiliza uambia sasa ngoja nikusomee hiki alichoandika. Kabla haijamaliza tunasema nimesikia huo maandiko ni wa jamaa mwenyewe huo. Namna ninavyoandika mimi, Nyarubu kiandika wewe, halafu kawasomea watu watakataa, watasema huyu jamaa haandiki hivyo. Sentensi zake haziendi hivyo. Hiyo ni namna tu, ni staili ya kila mtu alivyoumbiwa yeye mwenyewe anajua. Ukimchukua speech ya Freeman iliyoandikwa na yeye mwenyewe kwa mkono wake, ukachukua speech ya Lissu aliyoandika yeye kwa mkono wake, ukachukua speech ya mtu mwingine ukamwambia zisome hizi, watakwambia hii toni ni ya mtu fulani na hii ni ya mtu fulani. Sasa mimi sijajua kwa nini watu waliwekeza zaidi kwenda kukanusha kwamba huu waraka sio wake yeye. Mimi sijui. Walichotaka kuachivu mimi sijui. Kwa nini mnasimamia sana kuhusu hati ya uandishi kwamba ni ya Lissu? Tunataka kuwasaidia. Tunataka kuwasaidia watu ambao wanashindwa kuelewa, na tunataka kuwaonyesha kwamba mnaowekeza nguvu kufikiri huu ujumbe sio wake. Tuna namna mbili tu za kuprove, na nafikiri atakapokuja tarehe 9 pale mahakama, pamoja na kwamba huwa azungumze mambo mengine, lakini nafikiri mambo mawili matatu anaweza katupia. Tunataka kuwasaidia kwamba tafuteni maandiko mengine ya Lissu, angalieni na hilo andiko la juzi, linganisheni hizo toni kama haziendani, ili nyewe wenyewe mpate majawabu. Hawa watu waliokanusha wamezingua au hawajazingua? Na kama wamezingua wanataka kuachivu nini? Okay, sawa. Wewe umekuwa ukienda pia gerezani. Hili swali nalirudia sana, na kwa sababu wewe ndiye ambaye mara nyingi unatupa taarifa kutoka kwa Lissu. Baada ya jeshi la magereza kukanusha taarifa ile kwamba sio ya Lissu na haijatoka kwa Lissu, Lissu amesema nini baada ya kusikia hilo? Kwanza baada ya jeshi la magereza kukanusha hiyo taarifa, mimi sijaenda kumtembelea Lissu. Sawa. Mimi sijaenda kumtembelea Lissu, lakini
sijaenda kwa maana sijaenda personal, na nikisema sijaenda namaanisha sijaenda mimi kwa sura yangu ninavyoniona, lakini hiyo haimaanishi mimi sijaenda. Unajua, unapokuwa na taasisi kubwa kama hii mnaojiandaa kuchukua dola, hamwezi mkashindwa na mambo madogo kama hayo. Yaani kama hii homework inaweza ikatushinda hiyo, then tutakuwa tuko tayari kuchukua dola. Sawa. Sasa tunapokwenda huko ndani na tunapofanya communication, mazungumzo, mawasiliano na mwenyekiti, tunawasiliana na mwenyekiti very strategically. Hatuwasiliani na mwenyekiti kwa sababu kuna mtu ana mkakati wake anataka kutumove tutoke kwenye reli tuanze kufikiria hiyo plani yake. Kwa hiyo wewe ukiona huo ujumbe sio wako, ni wewe na mtazamo wako. Lakini wananchi, sisi kazi yetu tutawaambia sasa, linganisheni tu, angalia hapo na pale, halafu tajua kama ni yeye au sio yeye. By the way, hiyo sio hoja yetu ya msingi. Hoja yetu ya msingi ilikuwa ni kupeleka salamu za pole, na salamu za pole zilishafika. Okay, sawa. Umesema tarehe 9 mwezi wa pili kesi ya Lissu inaendelea. Hakika. Tutarajie nini? Kati ya siku ambazo ninatamani zifike ni tarehe 9 mwezi wa pili. Na Watanzania wakumbuke tulipomaliza tarehe 12 Novemba, nafikiri tarehe 12 Novemba, kwenye last session kulikuwa na mapingamizi ya Mheshimiwa Lissu ambayo aliyatoa Mahakama Kuu. Alafu session ya mahakama ikaisha kwa sababu muda wake ulikuwa umeisha. Kwa hiyo upande wa jamhuri hawakupata muda wa kujibu hoja za mapingamizi ya Lissu. Zile hoja zilizohusu shahidi kufichwa kwenye kizimba, zile hoja zilizohusu zile kanuni za kuficha mashahidi na amri iliyokuwa imetolewa na Jaji Mtembwa, zile hoja zote zile hazikujibiwa. Kwa hiyo tunapo resume tarehe 9, automatically upande wa jamhuri sasa watapata hiyo nafasi ya kutoa majibu dhidi ya mapingamizi yote aliyoyaweka Mheshimiwa Lissu, kwa sababu in essence ambacho Lissu anakataa shahidi wa uficho wa kuwekwa kwenye kale kaboksi na utaratibu wake. Sasa alikuwa na hoja kama 4 hivi au 6. Kwa hiyo jamhuri nafikiri wamepata muda wa kutosha tangia mwezi wa 11, wa 12, wa kwanza, wa pili, wamepata karibia miezi 3-4 kujiandaa dhidi ya hizo hoja za Lissu. Kwa hiyo watatoa mrejesho, majibu yao watakapomaliza, hapo Mheshimiwa Lissu atapewa kitu tunaita kwenye sheria rejoinder. Inakuwa ni kama nyongeza. Kwa atafanya hiyo nyongeza yake, halafu mahakama itachukua muda kidogo wa kwenda kuandika uamuzi mdogo unaitwa ruling. Halafu mahakama itakuja kusoma, halafu then tutaendelea. Lakini jambo la kufurahisha ni kwamba sisi ambao tunakwenda mahakamani tuna enjoy hiyo beto, rigo beto. Sio vita kama zile za nje, sio ngumi za nje. Ule udambi wa mahakamani ule. Pale mtu unapokamatwa kwenye hoja unakosa sehemu ya kuchomokea. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kwa sababu wenzetu pia upande wa jamhuri walijiandaa, wenzetu kwenye hiyo taaluma ya sheria, pamoja na kwamba Mheshimiwa Lissu anakataa hayo matumizi ya hayo maneno wenzetu. Kwa hiyo tunatarajia kwamba watakuwa wamejiandaa. Nitashangaa sana kama watafika alafu waseme hawajajiandaa baada ya miezi 4. Kwa hiyo tutaanzia hapo. Kwa maana ya nini tunachotarajia? Tutaanzia hapo, halafu tutaendelea huko mbele. Yote haya itakuwa ni kama au endapo upande wa jamhuri hawajaamua kunyosha mikono. Kama watakuwa wamenyosha mikono, tutajua hiyo tarehe 9 watakapokuja kuiambia mahakama. Kwa hiyo wataamua au tuendelee au watakuja kusema tumenyosha mikono kwa maana ya kuenter nole, twende nyumbani tukaendelee na maisha mengine. Hayo yote ni mamlaka yao na sisi tuko tayari kabisa, tuko tayari tangia juzi, sio jana, tuko tayari tangia juzi kwa ajili ya kuendelea na shauri hilo. Na tumeshajiandaa. Sawa.